Lakini kipekee nimalize jambo dogo kwa sababu tunaelekea kwenye uchaguzi. Nipende kuchukua nafasi hii kumshukuru sana Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa anazozifanya za kuhakikisha nchi yetu inapiga maendeleo. Yapo mengi ya kuzungumza kwenye afya, elimu, umeme na barabara, lakini taongelea vipande viwili tu vichache ambavyo wengi havizungumzii. Kwanza, ameleta mabadiliko makubwa katika swala zima la uchaguzi kwa upande wa demokrasia. Na katika hilo nitatengelea kuna sheria mbili ametunga. Kuna sheria namba 1 ya mwaka 2024 inaelezea uchaguzi wa rais, wabunge na madiwani. Na ndani ya sheria kumetungwa na sheria ya kama mgombea atagombea peke yake hatapita bila kupingwa, kutakuwa na kupingwa, kutakuwa na kule ndio au hapana. Kwa upande wa Mheshimiwa Rais, ukiangalia kifungu cha 30(2), endapo atagombea atapingwa. Ukiangalia wabunge, tuna mbunge hapa Nicodemus Maganga, kifungu cha 54(2), endapo atagombea peke yake kutakuwa na kule ndio ya muungano wa Tanzania. Wananchi wa Nyakafulu na waliotoka maeneo mbalimbali, mwaka huu wa kutembea kifua mbele, huku kidunda na katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ibara ya 8(1) inayosema wananchi ndio wenye msingi wa mamlaka yote na serikali itapata madaraka kutoka kwa wananchi. Nyinyi mwaka huu mtaajiri watu wengi, watakuja na watafuta udiwani, mtakaa mbele na mafaili kuwachuja, mpate kiongozi atakayewasimamia kwa niaba yenu. Msipate kiongozi ambayo yeye matakwa yake na binafsi yake kujinufaisha mwenyewe. Hata kwenye Chama cha Mapinduzi ukiangalia ibara ya 5, ukiangalia hadi namba 5 ya mwana CCM inasema cheo ni dhamana, sitatumia cheo changu na cheo cha mtu mwingine kwa faida yangu. Hivyo wananchi nyinyi wote mlipo maeneo haya, wakati huu ni wakati tukusanye hapa katika kufanya haya mashindano, uzinduzi wa mashindano. Tukushukuru sana kwa Masasi. Tunakushukuru sana. Asante sana kwa kusikiliza na Mwenyezi Mungu awabariki sana.